إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ndugu zangu Waislamu, mwanadamu kapewa viungo vingi, lakini kiungo chenye thamani na ndicho ambacho Allahu Azza wa Jalla anakiangalia ni moyo. Alqalbu mahallu nadharillah, moyo ndio kiungo ambacho Allahu Azza wa Jalla anakiangalia. Na mja anaweza akaabudu kwa ulimi wake kusoma Al-Qur'an au kufanya dhikr, na kwa viungo vyake kufanya ibada mbalimbali kama ibada ya kurukuu na kusujudu ndani ya sala, na pia kwa mali yake akaitoa katika njia za khairi. Walakin alqalba idha lam yahtasib wa lam yash'ur bil ubudiyya fa inna alibadata tafqidu ruhaha, lakini kama moyo hautotarajia malipo na moyo huu ukapata hisia ya ibada na unyenyekevu, basi hapo ibada inaweza ikapoteza roho yake. Roho ya sala imo ndani ya unyenyekevu ambao chimbuko lake ni moyo. Hali kadhalika siyam ya Ramadhan na siyam za sunan na nawafil, jambo kubwa ambalo Allahu Azza wa Jalla analiangalia ni alihtisab. Mja anafanya amal kwa kutarajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala malipo. Hafanyi kama ni sehemu ya ada, bali anafanya kwa hisia ya kuwa ni ibada na anatarajia malipo kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na hususan ibada nzito nzito kama za siyam, ibada za subira, hapo jambo la kutumainia malipo na kutarajia huwa linachukua nafasi kubwa sana. Na ndio maana unakuta kwamba jambo la ihtisab huwa linatawala sana kuzungumzwa katika jambo la siyam. Kwa mfano Ramadhan, man sama ramadana imanan wa ihtisaba, atakayefunga Ramadhan kwa iman na kwa kutarajia malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, huyo atasamehewa makosa yake yaliyopita. Katumainia, katarajia, anangojea ujira wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisia hii Allah anaipenda kwa sababu inamfanya mtu aifanye kwa ufanisi ibada yake. Kama yule ambaye anatarajia mshahara wake mwisho wa mwezi, anafanya kazi yake vizuri, na kadiri ikiwa analipwa vizuri, basi na kazi anaichunga, anajipendekeza kwa mkuu wake wa kazi, na anafanya vyema kwa sababu pana malipo makubwa anayapata mwisho wa mwezi, na anajichunga. Na halafu kazi haimchoshi, anasikia utamu na ladha katika ile kazi kwa sababu ya ukubwa wa malipo. Basi mu'min pia anatarajia katika siyam ya Ramadhan ili asamehewe makosa yake yaliyopita, ili asamehewe makosa yake yaliyopita ambayo yameahidiwa katika hadithi hiyo. Na siyam ya Ramadhan ikiwa ina sifa ya ihtisab, anasamehewa mtu makosa yaliyopita, ambapo siyam ya siku ya Arafa anasamehewa dhambi za miaka miwili, mwaka uliopita na ujao, na Mtume akatumia neno ahtasib. Na katika siyam ya Ashura nayo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akalitumia hilo neno alihtisab, akasema siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati ba'dah. Siyam ya siku ya Ashura, mimi natarajia Allah atasamehe dhambi za mwaka unaofuata. Hilo ni tamko la Ibn Majah rahmatullahi alayhi katika riwaya yake. Ama riwaya Muslim
imekuja kwamba yukafiru sanata almadhiya, siyamu ya Ashura inafanya kafara ya dhambi za mwaka uliopita. Almuradi ikiwa mwaka ujao au uliopita, lakini mwaka mmoja mzima mtu anasamehewa makosa yake, na bila shaka riwaya ya Muslim ni asah, na kwamba ndo tayari makosa yashatendwa yaliyopita hayo ya mwaka, kwa hiyo anasamehewa kwa siam hiyo. Ahtasib, natumainia kwa Allah, natarajia kwa ibada kama hizi, kama ambavyo mtu anazifanya kwa muhanga wake wa kiwiliwili, kujinyima kula, kunywa na yote ambayo yanafuturisha na kuharibu siam, basi pia moyo wake uabudu kwa jambo la ihtisab. Al-ihtisab wa istihdaru al-fadail, kuzileta fadhila katika akili na ule ujira, ni kitu kikubwa na kina thamani zaidi. Na huo ujira huo na hiyo kheri ambayo Mtume alikuwa akiipania ndiyo iliyomfanya kwamba anahakikisha siamu ya Ashura haimpiti. Maana iko hadithi inasema, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yakun yatawakha fadla yawmin ala yawmin ba'da Ramadan ila Ashura, rawahu Tabarani fi al-Awsat. Hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akipania na akikusudia kusudi isije ikampita fadhila hii. Hakuna fadhila alizozipania zaidi katika ibada ya siyam ukiachilia Ramadhan, yani baada ya Ramadhan, kama hii siku ya Ashura alikuwa akifanya bidii. Na ziko riwaya zimekuja na neno at-tahari, yataharra, na neno yataharra, yatawakha, yote ni maneno ambayo yanaonyesha umuhimu wa ziada aliofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na namna alivyojipinda alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo mu'min anatakiwa awe mwenye kuamini na kutarajia hayo malipo, na kutarajia usichokiona. Lazima uwe na imani. Yule anayelipwa mshahara wake mzuri anafanya kazi yake vizuri, kwa sababu jambo la mshahara ni katika alamu shahada, ni kitu ambacho kinajulikana. Alishapata mshahara uliopita na uliopita, na miaka kadhaa akashafanya kazi, analipwa vizuri. Kwa ni kitu kwake yeye kimo katika maisha yake, lakini kutarajia ujira juu ya jambo lijalo, na ujira wenyewe atauona mtu baada ya kufufuliwa, ni katika kuamini ghaib. Na hapo tunapopata faida kwamba al-ihtisab ni kitu ambacho kinachukuana na al-iman, an tu'mina bil ajri thumma tahtasibah, unaamini ujira kisha unautarajia ule ujira. Ndio yakaja maneno mawili, imanan wa ihtisaban. Nguvu za iman, kuamini malipo makubwa, na moyo nao ukafanya bidii ya kutarajia yale malipo na kutumainia kwa hamu. Hilo ndo linapelekea hata ile ibada ya kuifanya kwa ufanisi zaidi. Na ihtisab si tu katika ibada ya siyam, bali katika maisha ya mwanadamu. Anafanya kheri mbalimbali na anatarajia malipo ya kheri hizo, mpaka katika zile ibada ambazo asili yake ni ada, zinafanywa na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kama kulisha familia, kitendo cha mapenzi cha mume kunyanyua tonge akamlisha mkewe. Kitendo kama hichi, ikiwa ndani yake itapita hisia ya kutarajia malipo na kutumainia kheri, na kwamba nayo ni amali njema ya kuingiza furaha katika moyo wa mke, hapo pana malipo. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Saad, hatta luqmata tarfa'uha fi imra'atika tabtaghi biha mardata Allah ujirta alaiha, hata tonge unayonyanyua ukaitia katika kinywa cha mkeo kwa kutarajia ujira, kwa kutaka radhi za Allah azza wa jalla, utalipwa. Na shaitani ni adui. Shaitan anaiba moyo, anaiba moyo ndani ya sala, ahakikishe mwenye kusali hanyenyekei.
anaiba moyo ambao ndio chombo cha kubebea ihtisab, matarajio ya ujira na kheri. Anajua akipoteza ihtisab kapoteza roho ya amal, na ihtisab ni kitu kikubwa kinachotofautisha ada na ibada, ihtisab. Kwa hiyo mu'min anatarajia malipo na anafanya kwa umakini ibada yake na kheri yake. Lakini pia siyamu ya Ashura inatukumbusha shukrani, kwa sababu ni siyamu imefanywa na Musa alayhi salatu wassalam. Mwenyewe Nabii Musa akaanza siyamu hiyo kwa shukrani ya kuokolewa yeye na wana wa Israeli wenziwe kutokana na shari ya Firaun, na ni siku ambayo waliadhimisha Mayahudi kwa sababu Allah alimwokoa Musa na kaumu yake na akamzamisha Firaun na kaumu yake. Fasamahu Musa shukran lillah, Musa akaifunga kwa kumshukuru Allah azza wa jalla, na ndipo Mayahudi wakawa wanaifunga, na Mtume akasema fanahnu ahaqu wa aula bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi. Mtume akafunga alayhi salatu wassalam kuendeleza kitendo cha shukrani, na kabla ya kufa akataka aende kinyume na Mayahudi, aongeze siku nyingine, mwezi 9 nayo afunge. Akasema la in ishtu ila qabil la asumanna tasi', kama nitaishi mpaka mwakani wallahi nitafunga mwezi 9, kwa mkazo mkubwa na azimio imara. Lakini mauti akamchukua alayhi salatu wassalam. Kwa ufupi ni kwamba ibada hizi zina kheri, na shukrani haiwi ulimini tu, bali ukamilifu wa shukrani ni kwamba an ya'tarifa alqalbu bin ni'ma wa an yantiqa al-lisanu bil lisan, an yantiqa al-lisanu bithana'i 'ala al-mun'im wa an tashtaghila al-arkan wal a'dha'u bi'ibadati hadha al-mun'im. Shukrani ni viungo vitatu au inakaa sehemu tatu: moyo kukiri neema, na ulimi kumsifu na kumshukuru mneemeshaji, na viungo kumwabudu huyo mneemeshaji. I'malu ala Dauda shukra, fanyeni shukrani kwa matendo enyi watu wa Daud. Shukrani ni siyam, shukrani ni sala, shukrani ni sadaqa. Amali za kheri ni sehemu ya shukrani. Qiyamul layli cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kilikuwa ni shukrani kwa neema aliyopewa ya kusamehewa makosa aliyopita na yajayo. Afala akunu abdan shakura, Mtume alipoulizwa kwa nini unasimama na unasali mpaka miguu inavimba na inapasuka, na ili hali ya kuwa ushasamehewa yaliyopita na yajayo katika makosa yako, akasema afala akunu abdan shakura. Kwa qiyamul layli cha Mtume kilikuwa ni sehemu ya shukrani yake alayhi salatu wasalam. Siyamu ya Musa ilikuwa ni sehemu ya shukrani yake ya kuokolewa na sharia ya Firaun, na Kaab kwa kusamehewa na kukubaliwa toba yake yeye na wenziwe wawili ambao jumla yao ni watatu walikosa kushiriki katika Tabuk, akaona shukrani yake atoe sadaka. Kwa biidhnillah, amali za kheri ni sehemu ya shukrani ya mja. Unaponeemeshwa na Mola wako neema yoyote, basi ipokee kwa shukrani, na miongoni mwa shukrani ni amali njema za kheri. Amali mbalimbali za kheri ni sehemu ya shukrani. Kwa hiyo Allahu azza wa jalla anapenda moyo nao ushiriki katika ibada yoyote ile, na moyo unashiriki katika ibada ya unyenyekevu, ikhlas, ihtisab, kutarajia malipo, na amali mbalimbali za moyo, ikiwemo hata amali ya ta'dhimu sha'air, kutukuza zile alama za dini. Hiyo ni amali ya moyo pia, na ndio maana Allah akasema hiyo ni katika taqwa alqulub. Kwa hiyo tuzishirikishe nyoyo zetu katika ibada kama tunavyoshirikisha ndimi zetu katika ibada za ulimi au viungo vyetu katika ibada za viungo, ili moyo nao ukishiriki amali itakuwa ina roho na ina kheri. Kama ilivyokuwa moyo katika kiwiliwili una thamani kubwa na nafasi yake ni kubwa, basi ushiriki wa moyo katika ibada nao unaitia roho ile ibada na kupata kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yetu ni mafupi, na baada ya muda mfupi tutaelekea katika maisha ya akhera, na tunaona watu wanakufa kila siku. Kwa hiyo mu'min kujiandaa kwa tauba na a'mal na kuzidisha kasi katika mambo ya kheri, na kila umri ukisonga mbele akajitahidi kujipinda katika ibada,
hapo ndipo anapokurubia zaidi katika radhi za Mola wake na kuandaa zaidi mustakbali wake na maisha yake ya akhera. Uhai huu ni mfupi, uhai kama tone tumepewa kwa ajili ya uhai kama bahari ukubwa wake. Hayo ndio maisha hasa ambayo ndio mwanadamu kakusudiwa akaishi, lakini maisha ya dunia ni maisha ya kutahiniwa tu, maisha ya kupita tu, maisha ya kuandaa maisha yajayo, maisha ambayo yanafanana na kile chumba cha mtihani cha masaa mawili. Atakayefanya vizuri kwenye mtihani huo, basi tena atapewa certificate nzuri na hatimaye atakuja kuajiriwa ajira njema yenye mshahara mkubwa kwa miaka kadhaa. Yani miaka miwili masaa mawili ya chumba cha mtihani ni kwa ajili ya miaka 62 au 72 ya kazi njema yenye mshahara mkubwa. Basi vivyo hivyo na maisha haya dunia ni kuandaa tu maisha ya akhera. Hatukupewa haya maisha kwa lengo jingine zaidi ya kuandaa hayo maisha yajayo ambayo hasa ndio yaliyokusudiwa kwenda kuishi mwanadamu, na akifanya vyema ataenda kuwa mfalme kule katika maisha ya starehe, vinginevyo ataenda kuwa mfungwa katika gereza la Jahannam. Allah tuhifadhi, atulinde. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.